kwenye shauri ambalo lilikuwa linaendelea, kesi ya Said Isa Mohamed pamoja na wenzake watatu dhidi ya bodi ya wadhamini ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na katibu mkuu wa Chadema. Hili ni shauri namba 8323 la mwaka 2025 ambayo ilikuwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Hamidu Mwanga. Kwa kilichojiri, ndugu wanahabari na wote ambao wanatufuatilia siku ya jana, ni kwamba kuna hoja iliibuka juu ya mleta maombi namba 3 kwenye shauri hii ambaye anaitwa Maulida Anacom, ambaye ni moja ya wajumbe wa bodi ya Chadema ambaye alishiriki kufungua kesi hii dhidi ya Chadema. Sasa hoja ambayo iliibuka ni kwamba palikuwa na waraka ambao unaonyesha huyu Maulida Anacom amejiondoa kwenye shauri hilo, lakini yeye alipofika mahakamani akaukana ule waraka, kwamba ule waraka yeye hautambui na wala hajawahi kumtuma mtu kuutengeneza, na hata wakili mwenyewe Kiratu ambaye ametengeneza waraka huu ni mtu ambaye hamfahamu. Kwa hiyo anashangaa umetoka wapi. Bahati mbaya sana, baada ya kuwa limesemwa hilo, Mheshimiwa Jaji Hamidu Mwanga ambaye alikuwepo akaamua kuchukua hatua, kutoa oda kwanza na kuagiza vyombo vya polisi viweze kuchukua hatua, ikiwa ni pamoja na kumkamata wakili Kiratu ambaye ni mimi kwa ajili ya jambo hili, pamoja na rai iliyotolewa na wakili Jebra Kambole aliyokuwepo pale, akitaka kwa mujibu wa taratibu zetu za kisheria kwamba anayetuhumiwa anatakiwa apate nafasi ya kusikilizwa kabla ya kufika mahala ukaanza kuona kwamba ukaingia kwenye mtego wa kuona kwamba huyu ni mhalifu. Ni jambo ambalo wakili Jebra Kambole alijitahidi, lakini halikuweza kuzaa matunda. Na ninasema ni bahati mbaya kwa sababu hili ni jambo la msingi kabisa la kikatiba. Ibara ya 13, ibara ndogo ya 6 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 inasema kila mmoja atahesabika kuwa si mkosaji mpaka pale itakavothibitika vinginevyo. Na ibara hii ya 13(6) ukienda kwenye ibara ndogo a inazungumzia mtu yoyote ambaye haki yake inaguswa au ipo kwenye maamuzi lazima pewe nafasi ya kusikilizwa kikamilifu. Lakini vile vile ni msingi wa asili wa utoaji wa haki, tunaita natural justice, kwamba kabla hujafanya maamuzi yoyote au hujatoa amri yoyote ambayo inamuathiri mtu mwingine, unatakiwa umpe huyo mtu nafasi ya kuweza kusikilizwa ili aweze kujitetea. Na chimbuko la misingi ya asili ya utoaji wa haki au natural justice limetoka kwenye maandiko matakatifu. Kwa hiyo walikuwa na nukuu toka karne ya 16 kwenye kesi za Uingereza, walinukuu Biblia wakisema kwamba hata Mungu alipotaka kuadhibu Adamu pamoja na Eva kwenye bustani ya Eden, pamoja na kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kuona wametenda kosa, lakini aliwauliza Adamu mmetenda nini, Eva mmetenda nini. Hakufika na kuanza kuwahukumu. Kwa hiyo ni kanuni ya msingi ambayo ina historia ndefu. Kwa hiyo tulitegemea kwa hali yoyote ile Mheshimiwa Hamidu Mwanga, jaji ambaye tunamheshimu, angetakiwa aweze kuzingatia hilo, kwamba kabla hajatoa oda awe at least ametoa nafasi ya wakili anayetuhumiwa kwenda kujieleza. Yawezekana akasema kwamba kwa sababu jaji alikuwa hasikilizi kesi, alikuwa anatoa tu comment. Lakini naomba niseme comment ambayo Mheshimiwa jaji alikuwa anaitoa ni comment ambayo ilikuwa inaenda kuchafua reputation, image ya wakili, kwa sababu kwa namna ambavyo ilivyokuwa reported ikaonekana wakili ni mtu ambaye amejihusisha kwenye forgery, kwenye mambo ya udanganyifu. Lakini mbaya zaidi, comment nyingine ikasema ameingilia mfumo wa mahakama, ambayo nitavizungumzia hivi vyote. Kwa hiyo ni mambo ambayo kwa vyote vile, kwa comment ndio ilivyokuwepo, ni comment ambayo ilikuwa inanigusa haki yangu mimi binafsi, kwa sababu tayari imeleta taharuki. Nimepigiwa simu mamia na mamia ndani ya nchi, hata nje ya nchi. Watu wengi sana wameshtuka kuona kwamba kila mtu anayemfahamu anaweza katuhumiwa kwa vitu vya kufanya forgery. Ni kitu ambacho kwa kweli ni jambo ambalo halikuwa sawa. Kwa hiyo baada ya kuona mambo haya na namna ilivyokuwa reported na upotoshaji na namna watu walivyolipokea jambo hili, mara ya kwanza nilikuwa nimefikiria labda niliache nisizungumzie kwanza, kwa sababu kuna hatua ambazo nategemea kuzifanya baadaye. Lakini baadaye nikaona kwa ajili ya kulinda jina langu ambalo nimelijenga kwa wivu mkubwa, ni lazima nije nipate nafasi ya kuweza kutoa ufafanuzi juu ya jambo hili ambalo limejitokeza
limejitokeza siku ya jana. Kwa hiyo kimsingi nimeitisha press hii angalau kuweza kuclarify haya kwa ajili ya kuhakikisha ili watu waweze kujua ni nini hasa kilijiri kwenye mazingira haya. Sasa hoja za msingi ambazo nataka nizungumzie. Moja, kumekuwa na hoja ya kuingia kwenye mfumo wa mahakama ambao kwa kweli imenishangaza. Napenda niseme kwanza, kwa mujibu wa kifungu cha 66 cha sheria ya mawakili, the Advocates Act, kila wakili ni afisa wa mahakama. Na kwa kuwa afisa wa mahakama maana yake ana fursa nyingi kwenye mfumo wa mahakama. Moja ya haki ambayo wakili anaipata, kila wakili ana account kwenye mfumo wa electronic case management system ambayo inamilikiwa na mahakama. Kwa hiyo wote tunafaili kesi zetu kwa kupitia mfumo. Kwa hiyo mimi kama wakili nina account yangu kwenye mfumo. Kwa hiyo kwenye kufaili kesi maana yake nilifaili kwa sababu ipo kwenye account na ni sehemu moja hapo ya haki yangu kama afisa wa mahakama, na mawakili wengine wote wana account hii. Kwa hiyo tunafanya. Kwa hiyo nilishangaa, sijui kwa nini nilizungumza hivyo. Sasa kwa sababu sikuwepo na sheria, labda pengine kwenye reporting ilikuwa reported, lakini kama mheshimiwa jaji ndio alizungumza hivyo, basi itakuwa very unfortunate, kwa sababu ni kitu ambacho sitegemei kazungumza kwa level ya mheshimiwa jaji, kwa sababu jaji ana uelewa mkubwa kwenye mambo haya. Lakini jambo la pili ni kuhusu tuhuma ya udanganyifu kwa maana ya forgery, pamoja na maneno mazima ambayo Maulida Anna Komu aliyazungumza jana. Kwanza akasema hata hajawahi kumfahamu hata wakili mwenyewe. Kwa ndaomba nianzie kwanza hapo. Kuhusu kufahamiana na Maulida Anna Komu, nafikiri ili ni jambo kwamba nifahamu ni jambo hapana la uongo. Maulida Komu kwanza ni moja ya watu ambao niliwahi kumfanyia dodoso cross examination wakati wa kesi ya kina Halima Mdee kwa muda mrefu. Kwa hiyo nilimhoji masaa mengi sana. Kwa hiyo at least kwa mara kwanza atakuwa nilifahamu kwa sababu tulishafanya hiyo. Lakini kuhusiana na sakata sasa, sakata hilo la waraka huu ambao umesema umefojiwa. Waraka huu ambao anasema ulifojiwa ulitengenezwa kwa maelekezo ya kwake yeye. Na ikumbukwe kabla hapa mimi sikuwa na mazoea na mheshimiwa Maulida Anna Komu. Kwa mimi niliweza kuunganishwa kwenye kesi hii kwa kupigiwa simu. Kuna wakili ambaye alitakuwa aende akashughulikia jambo lake, ambaye akawa ameitwa kwenda kwake, wakili Garubindi, Gaston Garubindi. Sasa ikatokea bahati mbaya wakili msomi Garubindi hakuwepo. Kwa hiyo ikabidi sasa waombe mtu wa kuongozana na huyo mtu mwingine ambaye alikuwa amemuomba amsaidie kupata wakili kwenda kwake Kigamboni, na ndipo nikaja nikatafuta mimi kwenda kumsaidia kwenda kwa ajili ya kuandaa nyaraka hii, kwa sababu alikuwa yeye hoja yake aliyokuwa nayo anasema hiyo kesi namba 8323 ya mwaka 2025 dhidi ya Chadema, anasema yeye alirubuniwa kuingia kwenye kesi ile. Kwa alikuwa anahitaji wakili ambaye atamguide au atamuongoza namna ya kuweza kujiondoa kwenye kesi ile. Na mtu aliyeomba kutafuta wakili kwa mara ya kwanza aliombwa naibu katibu mkuu wa Chadema Mheshimiwa Amani Golungwa. Baada ya Mheshimiwa Amani kuwa ameomba, kwa akaambiwa tafute wakili. Kwa hiyo Amani mtu wa kwanza aliyemtafuta alikuwa ni Mheshimiwa Gaston Garubindi wakili. Baada ya kuonekana Garubindi siku alikuwa amesafiri, Garubindi ndiye akaniomba mimi kwamba muongozane na naibu katibu mkuu Amani kwenda kule Kigamboni kwa ajili ya kwenda kumsaidia huyu mama, mkamsikilize afu mkaone anasaidiweje kwenye jambo lake. Kwa mimi kwake nilikuwa sipajui kabla. Kwa hiyo tukaondoka, ilikuwa kati ya tarehe 6 au tarehe 8 mwezi wa 5. Tukaondoka, mimi nilikuwa ofisini. Kwa hiyo nakumbuka Mheshimiwa Amani alimpitia pale ofisini kwangu posta. Baada hapo tukiwa na driver anaitwa Mudi kwenye gari ya Chadema, tukaenda mpaka Kigamboni, mtaa unaitwa mtaa wa Cheka. Pale ndio sehemu ambayo Maulida Komu anaishi. Kwa hiyo tukafika, kwanza yeye mwenyewe ndio alikuwa anawasiliana na Amani wakati tunaenda pale, kwa sababu kufika pale ni pagumu sana, ni sehemu ambayo kidogo imejificha. Kwa hiyo tulitembea, na tulipofika pale pana njia mbili kidogo zikatuchanganya, lakini baadaye kuna kijana alitumwa, ni kijana kidogo wa umri labda wa miaka 40 na kitu 50, akaja akasogea mpaka barabarani akatusogeza mpaka pale. Ni sehemu ambayo ina maji yanatuama mkipita. Kwa hiyo tukaingia, lakini mwisho wa siku tukafanikiwa kufika mpaka pale nyumbani kwake. Kwa hiyo tulipofika pale tukaongea naye, akatueleza kwamba kwa kweli yeye watu waliomfuata kwa ajili ya kufungua kesi hii hawakumwambia kwamba analenga kufungua kesi ambayo inaenda kuzuia shughuli za chama ambacho yeye ni muasisi wake.
Kwa alivyokuja kugundua akasema nimeona nimeumia sana, siwezi nikaendelea kuhujumu chama changu. Kwa ndio maana nimewaita ili muweze kunisaidia namna ya kuweza kuniongoza jinsi ya kujitoa kwenye kesi hii na kuniandalia nyaraka. Kwa baada ya kuwa tumezungumza yale yote, basi kwa sababu nilikuwa nimetembea na laptop, nakumbuka tulifanya ile zoezi pale pale nyumbani kwake, ikaandaliwa nyaraka. Baada hapo tukaenda kuichapa, na tulipata shida kwa sababu stationery pale zipo mbali sana. Kwa tukaenda sehemu ya mbali sana mpaka tukapata stationery Kigamboni, tukaenda tukaprint copy za kutosha, na baadaye tukarudi nazo mpaka pale nyumbani kwake. Na nitaelezea nyumbani kwake papo vipi, kwa sababu ni sehemu ambayo nimeingia na ifahamu vizuri, na ilikuwa ni malango ya kwanza kwenda hiyo siku. Kwa tulivyorudi nazo pale akaja akaziangalia, mwishoni akasema jamani, nimefurahi nimezipokea, lakini kwa sababu na watoto pia naomba nisisaini leo zibakie. Kwa hiyo ninavyosema kwenye tarehe 6 au 8 tulivyoenda mwezi Mei hakusaini siku ile. Kwa akaomba zibakie ili kae na watoto wake kwanza mahali pale, ili apate muda kuweza kutafakari pamoja na watoto, alafu baadaye aweze kuamua kwamba ana proceed kwenye stage sasa ya kusaini zile nyaraka au la. Sasa bahati nzuri ilipofika mnamo tarehe 15 mwezi wa 5 2025 siku ya Jumapili, palikuwa na kikao cha baraza la wadhamini ya Chadema, ambapo Maulidi akahudhuria, akakutana na wajumbe wengine wa baraza ambao sitaweza kuwataja hapa, itakapofika stage yake nitataja. Alipofika pala kaeleza yale na akaonyesha kusikitika kwake kwamba kuna watu wamemrubuni. Palikuwa na shinikizo la watu ambao sitawataja kwa sababu wengine ni viongozi kwenye serikali pia, lakini ikifika wakati tunaweza tukazungumza. Kwa hiyo alimshinikiza, lakini anajuta sana kwa kitendo ambacho kimefanyika. Kwa akasema naomba wenzake wamsamehe na yupo tayari kuendelea kutumikia chama, na hiyo kesi yeye hatataka kuendelea kuwepo, atajiondoa. Kwa hiyo akaomba kwamba sasa tarehe 16 mwezi Mei, siku hiyo ufuatia 2025, yupo tayari zile nyaraka kuzisaini. Kwa hiyo mtu aende pale akamshuhudia sign ili hatimaye zifailiwe na yeye kuweza kuitoa kwenye kesi. Utaratibu ulifanyika na ile zoezi lilifanyika pale kwake, na akiwepo Amani Guruku, Amani naibu katibu mkuu wa Chadema, akasaini yule mama. Na baada ya kuwa zimesainiwa zile nyaraka, na labda kuna kitu kimoja nikisisitize kwa sababu ya unyeti wa zile nyaraka, kwa sababu kwa hali ya kawaida, kwa sababu ni nyaraka ya kujitoa kwenye kesi, angeweza kusaini hata wakili peke yake. Lakini kwa sababu ni jambo ambalo linahusu haki ya mtu kujiondoa kwenye kesi, ile nyaraka iliandaliwa, alisaini yeye na akasaini wakili. Kwa hiyo kuna counter signing ya pande zote mbili. Signature yake ipo pale, na baadaye mweza mkapitia mkaona document. Na hata ukiangalia signature ile aliyoisaini na signature yake iliyopo kwenye document hizo zingine zote haina utofauti wote, ni kitu hicho. Kwa kaenda kasaini pale, tukashuhudia mbele ya katibu mkuu, alikuwepo pale, lakini sikia alikuwepo na kijana wake mwingine pamoja na binti mwingine mdogo pale nyumbani kwake. Kwa hiyo Maulida anakom akazisaini zile nyaraka, na alivyozisaini nakumbuka ilikuwa ni kwenye tarehe 19 sasa mwezi Mei 2025, ndio tukaenda kuzifaili kwenye mfumo wa mahakama ambao ni ile wanaita nini, electronic case management system. Kwa tukaifile, na baadaye control number ikatoka, ikalipiwa. Baada ya kulipiwa, baada hapo ikaenda subiria sasa tarehe ikija, utaratibu wa kawaida ukisha sign notice kama hiyo, siku kesi inakuja, mnapata nafasi ya kwenda ku address mahakama, kwa maana ya kuiambia kwamba tuna notice kwa ajili ya kukamilisha ule mchakato. Kwa hiyo kiufupi, hayo ndio mambo ambayo yalijiri mpaka tunafika kwenye hatua ya kuwa na hiyo notice ambayo ilifailiwa kwenye mfumo ya Mheshimiwa Anacom kuweza kujitoa kwenye kesi ile. Sasa nimezungumzia kama nilifika nyumbani kwake, naomba nizungumzie mazingira ya pale nyumbani kwake. Kwanza, kama nilivyosema, kabla hujafika nyumbani kwake, ukiacha pale barabara ya lami kubwa, kuingia kwake hapa kuna njia mbili ambazo zinaenda kukutana. Kuna sehemu kuna dimbwi ya maji pale katikati, na ukifika pale kwenye dimbwi pembeni kuna mwembe mkubwa. Halafu nyumba yake ipo pale, ni nyumba ambayo haina rangi, ni nyumba ambayo imepigwa plaster tu ya zamani na ina muonekano ule wa kizamani, sio nyumba ambazo zina paa ya kizamani, ambaye nyuma yake huku kuna migomba. Kibaraza kipo upande, nafikiri sasa sijui ndio kaskazini, kuna kibaraza pale kipo. Na ndani kwake tulivyoingia pale, ana makochi pale matatu yale ya kizamani kabisa, sio sofa. Halafu ana sofa la kukalia watu watatu jingine moja. Kwa ana makochi ya kawaida matatu na ana sofa la kukalia kama watu watatu, yote hapo pale. Na ana TV
flat screen ndogo moja ipo pale, na ile sebule yake ilivyokaa kuna kisehemu kama dining, lakini ni sehemu ambayo imekaa ni kama hapatumiki kwa ajili ya dining. Kwa ni sehemu ambayo tulifika tunapajua vizuri kwa sababu tulikuwa tumeongozana watu watatu. Kwa tulifika pale kati ya tarehe 6 mpaka tarehe 8, na baadaye tukuja tukafika wakati anaenda kusaini hizi nyaraka. Kwa hiyo kutokana na hayo yote ni kitu ambacho kimepelekea mimi nikashangaa sana. Yaani mtu wa aina hii akasema kwamba hatufahamiani na mimi hanifahamu. Na nimeshafika kwake, mbele ya familia yake ipo pale, nimezungumza mpaka kwake. Mimi sikuwahi kuwa na mahusiano na yeye kabla. Maana kama tulikuwa na mahusiano ningesema hapa nyumbani kwake nishafika na paelewa. Lakini mimi nimekwenda kwa hizi tarehe ambazo tumekwenda kusainisha nyaraka, ndio nilifanikiwa angalau kupata picha pale jinsi palivyo. Na nakumbuka tulishinda ile siku karibu siku nzima. Kwanza nilijisikia kuuma mpaka nikaenda kuna dispensary mitaa ya mbele pale, nikaenda kupata matibabu. Ile siku tukapita kuna sehemu pale kama kuna genge fulani, tukaenda tukachukua mpaka soda, ilikuwa jua linawaka sana. Kwa hiyo at least ni sehemu ambayo nikifungwa kitambaa nikitua pale naweza nika-identify vizuri na pafahamu vizuri sana. Na mheshimiwa Nakomu ni mtu ambaye namfahamu vizuri sana. Kwa hiyo ni jambo la ajabu sana kuona kwamba amefika mahala kaenda kakana nyaraka ambazo kimsingi alienda kazi sign na kupelekea kutanish image, ikaonekana kwamba mimi nimefanya vitu ambavyo ni vya forgery. Jambo ambalo mimi sijawahi kufanya na siwezi kufanya. Ni mtu ambaye analinda reputation yangu kwa wivu mkubwa sana. Kwa hiyo ni mambo ya ajabu. Lakini ambacho naweza kusema labda inawezekana yale mazingira watu ambao walikuwa wanampa pressure, ambaye alieleza kwamba kuna viongozi walikuwa wanampa shinikizo kwamba hakikisha kesi inaendelea. Mimi naamini ile shinikizo bado lipo, ndio ambalo limesababisha baadaye mama mtu mzima ambaye mara ya kwanza alisema kabisa kwamba haweza kuhujumu chama, yeye ni muasisi, kwamba hataki kuendelea na kesi kwa sababu alikuwa ameshinikiza, kwa ameamua tena kurudi kule kwenye square one, sehemu ambayo alikuwa amekataa. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, kwa kifupi hayo ndio mambo ambayo yamejiri kwenye sakata hili. Lakini cha kusema tu ni kwamba mpaka hivi ninavyozungumza, hiyo amri ambayo mheshimiwa jaji aliyetoa siku ya jana, ambayo kimsingi ni haki yangu kwa sababu tayari imenigusa haki yangu, mpaka sasa hivi ninavyoingia kwenye press hii, nilikuwa nimeingia kwenye mfumo kwenye akaunti ya mahakama, sikuiona kama imeshaingizwa mpaka sasa. Sijajua kwa nini, kwa sababu kwa muongozo wa mahakama yenyewe kwa sasa hivi anatakiwa jaji anapomaliza kutoa maamuzi watu nakala yao ipatikane, waingize kwenye mfumo, iwe accessible kwenye public mara moja. Lakini mpaka ninavyozungumza haipo. Kwa hiyo kukosekana kwake inaninyima mimi fursa zingine za kuweza kuchukua hatua za kisheria. Lakini mpaka ninavyozungumza nimeshatoa maelekezo kwa timu yangu ya mawakili kwa ajili ya kufanyia kazi jambo hilo. Hatuwezi tukaruhusu maamuzi yanatolewa kwa kukiuka taratibu za utoaji wa haki. Hii ni nchi ambayo ipo inazingatia utawala wa sheria. Katika nchi mahakama ni chombo cha mwisho kwenye utoaji wa haki. Lakini mahakama pia inafungwa na misingi ya katiba, inafungwa na sheria, inafungwa na misingi ya asili ya utoaji haki. Kwa hiyo mahakama haiwezi kutoa maamuzi pia bila kutoa nafasi ya fair hearing, kwamba at least kila anayetuhumiwa aweze kupata nafasi ya kusikilizwa kikamilifu kama ibara ya 13(6)(a) inavyozungumza. Kwa hiyo chote ambacho kimefanyika jana kwa kweli imekuwa ni masikitiko, lakini niseme tu kwamba hili jambo nyuma yake ni jambo ambalo lina msukumo wa kisiasa, wala hakuna ukweli kwamba kuna forgery yoyote ambayo ilifanyika. Ile nyaraka ni nyaraka ambayo ni halali, ni nyaraka ambayo mheshimiwa Nakomu aliisaini. Kwa hiyo imenisikitisha sana. Anze na issue ya reference number. Issue ya reference number ni kwamba watu wote ambao ni parties, wale wa dawa kwenye kesi, wanakuwa na reference number. Na uwezo kwa file document yote bila kuwa na reference number. Kwa hiyo mpaka naingia kwenye mfumo nilipata reference number. Kwa wakati tunashughulikia document ile ya kujitoa, moja ya nyaraka ya vitu ambavyo nilipatiwa walinisaidia kupata reference number ili tuweze kufile hilo ombi lake la kuweza kujitoa kwenye kesi. Kwa hiyo nilipata kwao katika harakati za kukamilisha zoezi la kuweza kufile document ya kuweza kujitoa kwenye kesi. Vinginevyo nje hapo nisingeweza kuaccess mfumo. Lakini swali la pili ambalo umeliuliza ni kuhusu kuitwa polisi. Polisi mimi sijaitwa mpaka sasa hivi. Lakini kuitwa polisi sio tatizo, kwa sababu mimi ni lawyer, tunajua
kazi ya polisi ni kwa ajili ya kuinvestigate. Kama kuna jambo lolote ambalo ni tuhuma, it is okay, na wakiniita muda wote I will be ready, nitakuwa tayari kwa ajili ya kwenda polisi, kwa ajili ya kutoa maelezo, kwa ajili ya kusaidia, na nitazungumza kwa sababu ni vitu ambavyo nazungumza ambavyo nina uhakika na vifahamu na nina mashahidi, na sijazungumza vitu vingine kwa sababu kuna matukio mengine mpaka picha zipo. Kwa vitu vingine siwezi kuvizungumza leo. Kwa ajili ya security reason naomba niishie hapo kwenye hilo jambo. Na hii nyingine sasa kwamba mama anasema anifahamu, nafikiri nimezungumzia kwa kina sana. Hivi mtu ambaye anifahamu, kwa mfano hapa nyinyi nikiwauliza waandishi wa habari, kuna mtu anaweza kaelezea sebuleni kwangu, kule kwangu, kote kukoje ambaye hajawahi kufika nyumbani kwangu? It's not easy. Kwa hiyo mpaka mtu anazungumzia hiyo consistently, yani hata nikilala usiku kaniamsha nikazungumza, nitazungumza the same story. Kuanzia hizo njia mbili za kuingia, dimbwi la maji, ule mtu uliopo pale wa Mwembe, ile migomba iliyopo pale, kibaraza kipoje, kila kitu nitazungumza. Kochi zile 3 za kizamani, kila kitu naweza kuzungumza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nazungumza kwa sababu navifahamu, sio vitu ambavyo nakuwa umeambiwa na watu wengine. Kwa hiyo kiufupi niseme, mama kusema anifahamu, aseme tu kuna jambo ambalo lipo nyuma limejificha, ambalo kimsingi alikuwa anasema kwamba alikuwa na shinikizo, baadaye ikaonekana akasema amekuwa mzalendo, aweza kujitoa kwenye chama ambacho yeye amekiasisi, lakini inawezekana ugonjwa umerudi tena ule ambao ulikuwa unamshinikiza mara ya nyuma, na ni mwanadamu, sababu kwani tumeona mangapi. Unajua jinsi unavyoishi unajifunza mambo mengi. Kwa hiyo haiwezi kuwa sababu, hiyo ni visingizio tu. Ni mtu ambaye ananifahamu vizuri, nilifika pale kwake na nilifika katika mazingira hayo, na sikuwa peke yangu, niliongozana na watu wengine ambao nimewataja, na ni viongozi wa kuheshimika. Mheshimiwa Amani Golugwa ni kiongozi mkubwa wa kisiasa, lakini pia ni kiongozi wa kiroho pia. Kwa hiyo ni mtu ambaye integrity yake uwezo kumtilia shaka. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunaendana, lakini tuongozana na dereva wake pia. Kwa hiyo ni jambo ambalo linajulikana. Kwa hiyo nafikiri kwa hilo niwe nimejibu kwa kifupi hivi. Sasa kwa mazingira, kwanza niseme jana wakati hayo yote yanatokea, mimi sikuwa Dar es Salaam, nilikuwa Mtwara. Kwa hiyo nimelazimika nisafiri kutoka Mtwara jana, na nimeingia alfajiri hapa Dar es Salaam. Na palikuwa na tension ambayo sio ya kawaida kwa sababu nilikuwa napigiwa simu nyingi. Kwa hiyo katika mazingira yale, nadhani hata kwenye makundi songozi karibu yote watu walikuwa wanataka niseme chochote. Niliamua kutulia kwa sababu haikuwa busara kuanza kusema haraka, nihitaji nitulie ili nije kwa pamoja niweze kuzungumza leo, muulize na maswali tupate ufafanuzi. Kwa hiyo sikupata nafasi hiyo ya kuweza kuendelea kuwasiliana naye kwa sababu ya mazingira kwanza aliyokuwepo, lakini pia unataka ujue kwamba mimi kwenda pale sio kwamba nilikuwa naenda mimi na mazoea na yule, kwamba yule ana watu ambao mpaka siku tunakwenda kuna watu ambao walikuwa wananipeleka mimi ambao anafahamiana nao, umenielewa, ambaye ni naibu katibu mkuu Dr. Amani Golugwa, ndio ambaye tulikuwa tumeongozana naye. Kwa hiyo kimsingi kama wazana alikuwa naenda, kwa mara zote ambazo nimeenda sikwenda peke yangu, ilikuwa lazima tuongozane na mtu ambaye ni mwenyeji wake. Na kwa nini alikuwa anafanya hivyo? Kwa sababu alikuwa anasema yeye kwa sababu ya shinikizo, yani yeye mwenyewe ni kama na wasiwasi ile shinikizo, kwa hiyo at least yupo comfortable, alikuwa anamwamini zaidi Amani, ndio maana alikuwa anapenda lazima awepo yule. Kwa contact zake kila kitu alikuwa anaenda Amani, ndio alikuwa anafanya contact. Kwa hiyo sifanyi contact mimi nje ya kupitia Mheshimiwa Amani Golugwa ambaye ni naibu katibu mkuu wa Chadema. Naam. Kuna maswali moja, ikitokea kweli umefanya hiyo hoja hii, mahakama ilikuwa na ile haki ya kuagiza polisi wakamate kuchukua naye pili baada ya taarifa hii kutoka, na mawasiliano yote ambayo chama chako kimefanya na wewe katika hali sasa? Chama gani? Chama chako cha mawakili. Okay, sawa. Nashukuru. Nianze na ile la chama. Chama cha mawakili kimefanya jitihada na naomba ni appreciate. Jana pale baada hizi habari kutoka, mtu wa kwanza kunitafuta alikuwa ni Mheshimiwa Rais wetu wa TLS Mwabukusi. Alikuwa concerned sana, kwa hiyo alinipigia. Nilikuwa simu yangu nimezima sababu ilikuwa kuna kazi naifanya na pressure ilikuwa kubwa. Kwa hivyo iwacha simu nikaona amenitafuta mara nyingi sana. Kwa hiyo kabidi nimtafute. Baadaye nikaongea naye ajue nini kimejili, na kweli kali baada ya hapo tukashauriana kuna baadhi ya vitu vya kufanya, na akaniambia ni calm kwanza kwa sababu nilimueleza situation ilivyo na akawa ameelewa. Lakini pia makamu wa rais wa TLS pia dada Leticia Mtagazwa pia naye alinipigia na viongozi wengine, lakini executive director Bi Mariam Othman alinipigia,
lakini nashukuru pia TLS mpaka imetoa hata venue ya kwamba at least tuweze kutoa hicho ambacho tunakifanya. Kwa hiyo kama TLS kwa kweli siwezi nikasema naidai, imetimiza wajibu wake vizuri sana. Kwenye hilo naweza nikajibu hilo kiufupi. Hilo jingine la kusema je, kwa mfano labda ukikutwa una hatia, kwanza mimi nisikitike. Mahakama kwa mujibu wa ibara 107 A kubwa ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio chombo cha mwisho cha utoaji wa haki. Na ndio maana mahakama mara nyingi inajiepusha sana kwenye kutoa comment za investigation au nini, kwa sababu mwisho wa siku kama mahakama imeagiza watu wafanye investigation, halafu kesi itaenda mahakamani, tukijaribu kutest ile impartiality ya mahakama tutakuwa tunapata feeling gani? Kwa hiyo nafikiri it was too far kwenda kufanya hizo nani. Mimi nafikiri ilitakuwa tuishiwe kusema bwana, kuna hili jambo tunaliona labda linahitaji, hili ni jambo ambalo tunaliona linahitaji labda kufanyiwa kazi, labda jaji angeweza kuishia pale kwamba tunaona lina utata, labda uchunguzi zaidi zikifanyika, lakini si direct kwamba naagiza labda mfanye kitu fulani. Hiyo nadhani inaonekana tayari mahakama ni kama imevaa viatu, jambo ambalo kwenye impartiality. Na unajua tunavyozungumzia impartiality ni kile kitu ambacho huyu anaye brush viatu mtaani, yana akiona hiyo kauli anapata picha gani? Hiyo ndio impartiality. Kwa kama mbrush viatu anaona kabisa mpaka mahakama imeagiza tutaenda kwenye mahakama yenyewe, hiyo nafikiri ni tatizo. Kwa hiyo mimi nafikiri nitumie nafasi hii kama mdau wa mahakama ambaye naipenda sana mahakama, kwamba mahakama at least kwenye kutoa comments za vitu hivi inatakiwa reserved sana. Na tumeona hizo mahakama katika historia yake imekuwa reserved. Ndio maana hutaona siku moja hata yakitokea labda mauaji, ikatokea ile watu kujichukulia sheria mkononi, ukasikia jaji yeyote ameenda amesimama na hoja kwenye vyombo vya habari amecomment kuhusu kwamba tunaagiza wafanye nini. Hawezi kuzungumza kwa sababu anajua wao wanasubiriwa kuletewa kama kuna jambo litakuwa la mahakama baadaye. Kwa hiyo mimi naona kabisa ni comment ambaye with due respect mheshimiwa jaji labda kidogo alitekewa, hakutakiwa kufika huko, alifika huko ilikuwa ni mbali sana.